Tumaini ni binti wa miaka 16. Alirithi uchawi kutoka kwa bibi yake Bisembe. Tumaini amekuwa akihusishwa na mambo ya kishirikina tangu kuzaliwa kwake, na uchawi huu unaitwa tuni. Uchawi huu una nguvu ya kutenga na kutengua kauli yoyote ile binadamu. Na watu wanaoishi kwa uchawi huu hutegemea chakula chao kikubwa ambacho ni mwili wa binadamu pamoja na damu ya binadamu. Msikilizaji wa Simulizi Zetu Media, karibu katika simulizi nyingine mpya na nzuri kabisa inayokwenda kwa jina la Nafsi ya Giza. Simulizi ambayo itakwenda kukufundisha, itakwenda kuelimisha, lakini pia itakwenda kukusisimua. Mwandishi wa simulizi yetu hii anafahamika kwa jina la Xavier Luoga, ambaye unaweza kumtafuta katika nambari yake ya simu 0672 49 39 94 au 0767 75 85 90. Simulizi hii inapatikana hapa Simulizi Zetu Media, na kwa wewe ambaye bado ni mgeni kabisa kwenye channel hii, basi nikukumbushe kusubscribe channel yetu, lakini pia usiache kulike, kushare na kucomment pale utakapokuwa umepata funzo lolote kutoka katika simulizi hii. Na nikukumbushe pia unaweza kutufuata pale Audiomack kwa jina letu la Simulizi Zetu Media, na kwa wewe ambaye utataka kuwa katika group letu la WhatsApp, basi nambari yetu ya simu ni 0757 56 72 53. Karibu katika sehemu ya kwanza ya simulizi zetu hii mpya kabisa ya kusisimua inayokwenda kwa jina la Nafsi ya Giza, na mimi naye kusomea simulizi hii, jina langu naitwa Tutu. Karibu. Mjukuu wangu Tumaini bin Makungu, leo ni siku pekee ambayo maelfu ya dakika yalisubiri kwa hamu kubwa sana. Tumaini, nataka nikufanye moja kati ya nguzo kuu ya tuni. Najua unielewi maana yake, ila usiache kunisikiliza. Nimeishi maisha ya utu na kufa na kupona na wewe. Tumaini, sikuwa na nidhamu ya dunia hii ambayo wengi hujisifia kuwa wao ni muhimu sana kuliko sisi. Mjukuu wangu, tuni ni dunia ambayo wachache wanaishi kwa ajili ya wengi. Dunia ambayo maamuzi kuchukuliwa mkononi ni moja ya sheria. Kuua na kumbadilisha mtu ni jambo ambalo lipo na limewekwa katika sheria ya tuni. Mjukuu wangu Tumaini, tuni ina katiba ambayo huongoza watu wa huko wasivuke mipaka ya dhehebu lao. Nashukuru Mungu, tuni imenisaidia kusuluhisha matatizo yangu mbalimbali na kunifanya niishi kwa faraja mpaka leo. Natamani nikwambie sana mjukuu wangu, lakini leo nitajaribu tu kujibu maswali machache ambayo ulikuwa ukiniuliza kila siku. Maswali yako yalinifanya nikasirike sana kila muda, lakini pia nilikuwa nikicheka kila muda. Na kuna kipindi vyote vinatokea kwa pamoja. Yaani sikitiko na furaha vinakuja pamoja kwa sababu tu ya maswali yako. Lakini mjukuu wangu, kwanza naomba nikupe ghadhabu ya muda mfupi kwa kukuambia ukweli kuhusu uzao wako, yaani baba na mama yako mzazi. Najua hujawahi kuwaona. Nataka nikwambie mjukuu wangu. Mwanangu, hapa nilicheka sana ulipokuwa unaniuliza mara yupi baba, yupi mama, hasa pale uliposahau kabisa kuniita mimi ni mama yako. Nacheka ya mwisho, kwani ukweli wa maisha ya wazazi wako uko katika kifua chako. Tumaini, labda tu niseme kuwa au kufanikiwa kukutana na wazazi wako toka ulipoanza kujielewa. Sababu kubwa ilikuwa ni tuni. Si kila fumbo nikufumbulie, mengine ikazana mwanangu. Moyo wako utakufafanulia jinsi ambavyo maisha yanaenda, na polepole tu utajua. Tumaini mwanangu, tuni ilinifanya nianze kumpoteza baba yako kipindi mama yako alipopokea mimba yako tu. Nakumbuka katika tuni ilikuwa ni zamu yangu kutoa mtu kwa ajili ya watu wengine. Yaani niwe mtu ambaye ana muunganiko na familia yangu. Basi nikaamliwa nimtoe mama yako, lakini kwa kuwa na mimi nina nguvu, nikageuza mambo na kushawishi kutolewa kwa baba yako, na baada ya kumtoa mama yako, nikaamua kumtoa baba yako mzazi. Muda ukafika, baba yako akapotea duniani. Tukazika na tukasahau. Tumaini, usitikise kichwa mwanangu, utaelewa tu. Hiyo ndo tuni. Basi tukaishi hadi ukafika mwaka ambapo na mjukuu wangu kipenzi Tumaini ulikuwa umeshazaliwa. Ikawa tena zamu yangu ya kutoa mtu katika familia. Na kila nikiangalia sikuwa naona watu wengine wa kuwatoa zaidi ya mama yako na wewe mjukuu wangu Tumaini, ambaye bado moyo wangu ulikuwa upande wako. Nilikuwa na nafasi mbili tu sasa, ufe wewe au mama yako. Kwa safari hii mbio zangu za kukutetea ziligonga mwamba. Bindako ambaye ndo mkuu wa matuni hadi sasa
alitoa oda ya kutolewa wewe. Nikagoma kata, lakini sikuweza kutengua. Basi mjukuu wangu liletwa mbele ya tuni. Sadaka ikaanza, lakini mtoa tuni akasema haikuwa sawa kutolewa mtoto ambaye bado hajajelewa vizuri, na inaashiria kuwa mtoto huyu ana nguvu kubwa kuiongoza tuni, yani wewe Tumaini. Basi ukaondolewa pale na zoezi la sadaka likahamia kwa mama yako. Lakini pia mama yako hakutolewa sadaka, badala yake akatolewa mtu mwingine ambaye alifanya kosa lisilovumilika. Mama yako akauzwa koo nyingine kabisa. Tulikuwa na tamaduni ya kubadilishana watumwa ambao wamenusurika kifo. Mama yako akapelekwa koo nyingine ambayo kwa sasa ni mahasimu na sisi. Lakini huku duniani mama yako tulishamzika Tumaini, yani hayupo. Tulishamzika siku nyingi, yupo koo nyingine kabisa. Na huo ukawa mwisho wewe kuwaona wazazi wako wote wawili. Ulikuwa bado kachanga sana, hakuna hata ambacho ulikuwa unakielewa mjukuu wangu. Natoka hapo umeishi maisha kutokumjua baba yako wala mama yako. Ni wewe na bibi yako na wewe. Umekula vyakula vingi sana ambavyo huvifahamu. Vingi sana, yani matuni mengi sana. Bibi Tuni alikuwa akimsimulia hayo yote mjukuu wake. Na wakati huo aliacha kuongea, akainamisha kichwa chini kwa aibu. Akafungua sehemu ya kanga katika mwili wake na kufuta machozi. Kisha akaendelea na maongezi na mjukuu wake. Tumaini, umekula vitu vingi sana bila kufahamu. Siwezi kutaja vyote, ila vingi ni mchanganyiko wa damu za watu na nyama, yani nyama za watu, makohozi, lakini pia hata vinyesi vya binadamu. Hiyo ndo dawa ya Tuni mwanangu. Uone ulivyo imara sasa, kila mtu anakushangaa. Malezi ya bibi hayo. Bibi Tumaini aliacha kicheko kifupi kabla ya kuendelea. Ni kama alikuwa akisifia kile ambacho alikuwa amekifanya. Bibi Tumaini alibobea katika mambo ya furaha na huzuni kwa pamoja. Alijua kuvichanganya vyote viwili bila wasiwasi. Yani alikuwa akicheka tu kama sio yeye ambaye punde tu alikuwa akilia na kufuta machozi. Sitaki mengine niongeze mjukuu wangu. Ninachotaka ni kukwambia kuwa nimekupa mwanga na sehemu ya kuanzia, na kuacha mwanangu yote utayajua kwa uwezo wako. Wewe ni mtu mkubwa sana. Hata mimi ni mdogo kwako kabisa, ndio maana naamua kupotea ili nikupishe katika majukumu yako ya kuendeleza Tuni. Mimi ninapotea Tumaini. Ninapotea Tuma. Labda niishie hapo kwa kukupa maneno machache kabla ya kukukaribisha kwenye Tuni mwanangu. Tuni ni uchawi. Tena ni uchawi ambao umeshindikana kabisa, haupo kabisa katika dunia hii ya karaha na shida nyingi. Ukiwa huko ni raha tu mwanangu. Yani hakuna kero wala hakuna chochote. Utacheza, utakula, utafanya kila kitu bure. Sadaka ni kitu cha kawaida tu. Hakuna haja ya shule ukiwa Tuni. Hakuna haja ya kwenda kanisani kama uko Tuni. Na hakuna haja ya kubishana na mtu yoyote anayekukwaza. Wote unawapoteza tu. Sasa mwanangu, naona koo langu la uma kutokana na umri pamoja na maneno mengi ambayo amenitoka kwa pupa bila kikomo. Naomba niishie hapa kwa kukuambia jambo la mwisho na la uhakika zaidi. Mwanangu, kuanzia leo jina lako ambalo litakujulisha huko uendako ni Matuni. Futa kabisa neno Tumaini ukiwa huko. Ukiwa Tuni, wewe ni Matuni. Kwa kusema hivyo na kubadili sasa kutoka Tumaini hadi Matuni, jina lenye nguvu ya kusimamisha kila kitu duniani na kukuacha wewe na njia ya kupita. Bibi Tumaini aliongea kwa pupa, kisha akashusha pumzi ndefu na kupunguza sauti. Mwanangu, siri zote zipo Kishumu. Iko nje ya Tuni. Itafute Kishumu mwanangu, kwani ukweli ulioko huko ni kuwa baba na mama yako wako hai, wanapata shida sana huko waliko. Una nguvu kubwa sana mwanangu. Fanya liwezekanalo ufike mji huo, lakini wanatuni wasijue. Wakijua tu umekwisha. Yani utakuwa umekwisha Tumaini. Bibi Tumaini alikomea katika nukta hiyo na kukwama kutoa neno jingine. Alisha kutaja majina ya miji miwili iliyokinzana, mji wa Tuni na mji wa Kishumu. Bibi Tumaini alikuwa na mjukuu wake katika nyumba yao. Alikuwa katika wasaa wa mwisho kumwaga mjukuu wake na kumfahamisha mambo kadhaa ambayo hakuwahi kuyafahamu kabisa kuhusu maisha yake. Na rasmi kabisa alimkaribisha Tumaini katika jamvi la Tuni, sehemu pekee ambayo uchawi unaabudiwa kuliko kitu chochote kile. Na baada ya maneno machache Bibi Tumaini sasa alianza kuonyesha matendo tu, hakuongea neno lolote lile. Alianza kwa kutetemesha maziwa yake aliyoanzia kifuani kushuka hadi karibu na eneo la tumbo.
na hakika uzee wa bibi huyu ulionekana bila shaka ndani ya kaniki yake ile iliyoangaza. Hakukuwa na nguo nyingine yoyote iliyostiri mwili wake zaidi ya mwanga hafifu wa kibatari na mwanga utokao katika matundu ya bati lake chakavu. Bi Tumaini alikuwa uchi kwa ndani, hakuvaa kitu kingine chochote kile. Ilikuwa ni kaniki tu ambayo ilikuwa ikiangaza kila kitu katika mwili wake. Tumaini alionekana katika kona ya nyumba hiyo akiwa amevalia kanga moja tu nyepesi, ambayo fito mbili za kanga hiyo zilizunguka katika mabega yake na kufungwa kwa nyuma. Alikuwa kama mtu alizibwa mdomo kwa muda mrefu, hakupaswa kutoa neno lolote lile hadi atakaporuhusiwa. Ndani humo kulikuwa na mwanga hafifu na mshumaa wa mwanga mwingine mchache wa mwezi ambao ulifanikiwa kupenya katika matundu ya nyasi za nyumba hizo. Ilikuwa ni usiku kabisa. Ngurumo za hapa na pale kutoka kwa Bibi Tumaini zilisikika. Alikuwa kama mwanamke ambaye yupo katika muda wake wa kujifungua. Alilia kwa uchungu pamoja na mihemo ya ajabu. Kuna muda sauti ilitoka kama mbuzi na kuna wakati mwingine sauti hiyo ilibadilika na kuwa kama kondoo jike aliyemaliza mafunguzi. Alitisha kwa kweli Bibi Tumaini. Lakini Tumaini bado alijibanza katika kona hiyo, huku akistaajabu kwa mihemko ya bibi yake bila kujua ni nini bibi yake alikuwa akifanya. Tumaini alikuwa mpole sana. Alitulia tuli kama mtu ambaye hana shida na namna yoyote ile. Bado alikuwa hajapata nafasi ya kusema neno. Mwili wake ulikuwa mzito mno kama mtu aliyebebeshwa dunia kutwa nzima bila kupumzika. Bibi Tumaini baada ya kuunguruma kwa muda mrefu, mwisho akaacha na kufanya zoezi ambalo lilikuwa jipya tena kichwani kwa Tumaini. Alifungua nguo nyepesi iliyokuwa karibu yake kwa muda mrefu. Nguo hiyo ilikuwa na ungo wenye vitu vingi sana, si vibuyu tu na hirizi, lakini pia mikonge kadhaa na matufe ya ajabu ajabu ilikuwemo humo. Alifungua nguo hiyo na kisha Bibi Tumaini alichukua moja ya kibuyu kikubwa na kukimiminia kinywani mwake kwa sekunde kadhaa. Akanyanyuka na kusukutua kitu hicho alichoingiza mdomoni kwake. Akisha akayaachia mpaka kichwani mwa Tumaini. Puh! Alirudia tena zoezi hilo kwa ustadi ule ule, na safari hii maji akatemea pembeni mwa bega la kushoto la Tumaini. Akafanya tena kwa mara ya 3 na kutemea upande wa kulia wa Tumaini. Tumaini alikuwa anatetemeka tu kwa baridi pamoja na maji yalikuwa yananyunyiziwa kutoka kwa bibi yake. Bibi Tumaini akachukua kibuyu kingine ambacho kilikuwa ni kikubwa kinachofanana maumbile na kile kingine. Akachanganya vitu kadhaa vyenye asili ya unga na majani mabichi, akakoroga kwa kutumia kidole chake cha shahada na hatimaye akanyunyizia mchanganyiko huo kichwani mwa Tumaini. Bado Tumaini alikuwa kama zuzu ambaye hakuna kitu chochote alichokuwa anakielewa. Aliendelea kutetemeka tu. Mwisho kilifuata kicheko kikubwa kutoka kwa Bibi Tumaini. Alicheka kwa dharau huku akianza kurudi kinyume bila kuangalia na kwenda. Alifanya hivyo taratibu bila kutoa neno lolote lile. Taratibu alianza kupotea katika kona ya nyumba hiyo ambapo giza lilikuwa limesha shamiri sehemu hiyo. Wakati anaendelea kufifia kwa kutoonekana, macho yake yalikuwa bado yalikuwa katika usawa wa Tumaini ambapo alikuwepo, huku ishara tu ya mkono wa kwaheri akiitoa kumpungia Tumaini. Bibi Tumaini alikuwa anapotea. Mwishowe Bibi Tumaini alipotea kabisa bila kelele. Tumaini bado alikuwa kaweuka pale pale alipokuwa ameacha na bibi yake. Kichwa kilikuwa kizito sana kama mtu ambaye amebebesha mambo mengi sana. Kichwa chake kilikuwa kinatembea angani kama upepo. Alikaa kwa muda sehemu hiyo pasi kuongea wala kujinyosha kiungo chochote kile, na mara baada ya bibi yake kupotea, alikuwa ameganda tu Tumaini kwenye ile kona, na punde usingizi mzito ukampitia. Akalala Tumaini. Tumaini alionekana katika giza zito lililochukua karibu chumba kizima. Sehemu ndogo tu kulikuwa na mwanga wa kijani ambao uliangaza kwa uchache sana. Ilikuwa sio sehemu ambayo amewahi kufika. Tumaini alishtuka mno mara baada ya kutoka katika usingizi mzito na kujikuta katika hali ile. Alijikwamua kunyanyuka na kufanikiwa kukaa kitako huku akiruhusu macho yake kuperuzi pande zote za chumba hicho. Alikutana na chumba ambacho kimepambwa na majani mengi yalikuwa yamesimama imara kama kuta. Halo? Matuni au Tumaini aliita kwa mashaka sana na kusubiri kuitikiwa na wito wake, lakini hakuna binadamu yoyote aliyethubutu kuitikia wito huo zaidi ya kusikia mwangi wake tu kijirudia. Bado kichwa hakikuwa sawa. Aliendelea kukizungusha, kuangaza huku na huko, na ghafla alikutana na wamama wawili waliosimama kama askari wakilinda geti la kutokea wafungwa. Mmoja akiwa upande wa kushoto na mwingine alikuwa upande wa kulia.
Wanawake hao wote walivaa vitambaa vyeusi vilivyogawanyika kuifunga miili yao kuanzia sehemu zao za siri na katika chuchu zao. Walikuwa kama wanawake wa utamaduni vile. Kichwani kwao kulikuwa na majani ambayo yalisimamishwa kama kiremba kwa mfano wa taji. Kuonekana kwao kulisaidiwa na mwanga hafifu wa maajabu usionekana ni wapi ulikuwa unatokea. Hakukuwa na tatizo katika kuonekana kwao, lakini tatizo ni kutokea kwao, kwani kwa mara ya kwanza Tumaini anazinduka katika chumba hicho, hakukuwa na mtu mwingine zaidi yake. Hivyo sasa alikuwa akijiuliza, wamefikaje pale wakati hakukuwa na watu kabla? Hello, nyie? Tumaini iliita tena kwa ujasiri pasipokuwa na hofu wala shaka. Bado zimu la mwangu liliibuka tena na kurudia sauti yake. Tumaini akawa anajivuta aweze kusimama pale alipo na kuwafuata wanawake hao, lakini alishindwa. Mwili ulikuwa mzito. Alishindwa kunyanyuka Tumaini. Alishindwa kabisa. Jamani, nyie wadada, aliita tena akibahatisha safari hii. Na safari hii aliita kwa sauti yake kali ambayo anaitumia wakati akigombana na bibi yake tu. Sauti hiyo ilizaa matunda, kwani baada ya mwangu kuishwa na wale wadada wakapotea mahali pale. Walipotea machoni mwa Tumaini huku akiwatazama. Ilikuwa ni ghafla na hawakuonekana tena. Haikuwa ndoto kusema kwamba Tumaini alikuwa anafikicha macho yake kuwaota, lakini hapana, walipotea kweli. Walipotea kabisa. Lilikuwa ni tukio ambalo lilitokea mbele yake, na Tumaini alianza kugugumia kwa kuomba msaada na kuleta kelele chumba kizima, lakini hakuna ambaye alimsaidia. Zikaja nguvu za ghafla na akajikuta amesimama. Tumaini akasimama. Hatua ya kutafuta sehemu ya kutokea ikafuata. Alikuwa analia kwa nguvu ya kulalamika kama kuna msaada wa karibu. Aliangaza huku na huko, lakini hakuona kitu kingine zaidi ya ule mwanga. Akavaa roho ngumu kama bibi yake na kusogelea sehemu hiyo yenye mwanga. Naam, aliufikia. Aliufikia mwanga huo wa maajabu, na kufanikiwa kuufikia mwanga huo, alikutana na korido nyingi sana ambazo zimegawanyika kuelekea sehemu tofauti. Korido zote hizi zilimulikwa na ule mwanga ambao hakuwa anajua ukitokea wapi. Ulikuwa ni mwanga wa kijani. Tumaini akasonga mbele kutafuta msaada. Akajichagulia korido moja na kusogea nayo. Njiani hakukutana na mtu yote yule, na wala hakukuwa na kitu chochote kile, lakini alifanikiwa kuona mikorozano ya kitu kama kucha au kifaa chenye ncha kali ambacho kilichubua katika pande za korido hiyo. Ilikuwa kama kuna watoto walijaribu kuchora baadhi ya herufi ambazo ziliwashinda au kukosa umahiri wa kusoma na kuandika. Alifuata mikorozo hiyo katika korido hiyo hadi kufika ukingoni, na akajikuta amefika mwisho kabisa Tumaini. Tumaini akatikisa kichwa kuashiria kuwa ni sehemu sahihi ambayo anatakiwa kwenda. Alikuwa akitafuta sehemu ya kutokea na hakujua wapi yupo na yupo kufanya nini, bali tu alitaka kutafuta sehemu ya kutoka. Akasimama kuangaza upande upi aende ama upi apite. Alishangazwa na kutokuona sehemu sahihi ya kutokea. Mbele yake kulikuwa na mwisho wa korido hiyo, na kulikuwa na uwanja mkubwa sana. Uwanja ambao hauna mwanzo wala mwisho unaonekana, na mwisho wa korido hiyo kulikuwa ni kiza tu, na chini yake kulikuwa kuna uwanja. Tumaini aliangaza nyuma alipotoka na kurudisha tena macho mbele. Aliganda na kutafakari, amefikaje katika eneo hilo? Hakuwa na kumbukumbu kama sehemu hiyo katika kumbukumbu zake mwae kufika. Aliangalia tena nyuma kuhakikisha anachokifikiri, lakini safari hii kulisikika kishindo. Kilikuwa ni kishindo kilichotikisa korido hiyo kwa nguvu na kutuliza wengi lote la Tumaini. Kabla hajakaa sawa, mwanga ambao ulikuwa unaangaza korido hiyo ukazima. Ulikuwa ni ule mwanga wa kijani, na hofu ya Tumaini ikapanda maradufu. Alijikuta anarukia katika uwanja huu ambao ulikuwa mbele yake bila kupenda. Alipoangaza tena kuangalia ile korido hakuiona. Korido ilikuwa haipo tena. Ilikuwa imetoweka mbele ya macho yake. Kilichokuwa mbele yake na nyuma yake sasa ilikuwa ni uwanja tu. Ulikuwa ni uwanja mkubwa mno usiokuwa na mwisho. Tumaini alijikuta akiweuka. Bibi! Bibi! Aliita, lakini kulikuwa kimya. Hakukuwa na mtu. Hakukuwa na mwanga. Hakukuwa na kitu chochote kile. Ilikuwa ni uwanja tu. Tumaini alianza kukimbia. Alikimbia Tumaini huku akiita jina la bibi yake. Alikimbia bila kufika mwisho. Alikimbia mpaka alichoka, lakini hakuna alichokutana nacho. Mwisho alitulia kwanza na muhimu wa kupumzika. Akayashika magoti yake na kumsaidia kuhema kwa urahisi. Tumaini alihema sana. Jamani, hii nini sasa?
Tumaini alikuwa akijishangaa mno mara baada ya kujiona yuko uchi. Hakuvaa kitu cha aina yoyote ile. Akainuka na kujitazama vizuri, lakini hali ilibaki kuwa vile vile. Hakuna ambacho kilibadilika. Tumaini alijikuta akicheka. Tena alicheka sana. Hakuacha kujichungulia na kucheka tena. Muujiza huo kwake alihisi ni ndoto ambayo ilikuwa ikimshika bila kutoka. Safari yake ikaishia hapo. Hakuona la zaidi mahali pale. Aliona maruweruwe yanazidi tu. Hakujua toka mwanzo kama hakuwa na nguo hata moja. Hakulijua hilo kabisa Tumaini. Alikuwa uchi kuanzia nywele mpaka kucha za miguu. Hakuna ambacho kilikuwa kinamsitiri kwa kuwa alikuwa peke yake mahala pale. Hakuacha kucheka. Alihisi yupo katika njozi ambayo ilikuwa ya kweli na ya kujitambua. Tumaini aliongeza tena kucheka. Yaani wewe. Yaani uchi. Sasa nguo kabeba nani? Tumaini alikuwa akicheka kwa sauti mpaka akajishtukia na kujiziba mdomo kwa mikono yake miwili. Bado macho yake yalimwambia kuwa ilikuwa ni usiku mno. Hakukuwa na mwanga. Hicho kilimsaidia kujiamini na kutembea bila nguo. Tumaini bado alikuwa katika bumbuazi la kutokujua kwa nini yuko pale na kwa nini alikuwa yuko uchi kabisa bila kuvaa kitu cha aina yoyote ile. Hata miguuni Tumaini hakuwa na viatu wala chochote kilichomstiri. Hakika alijishangaa mno kwa kuwa hakuhisi hali hiyo mwanzoni. Bado akawa katika tafakari kubwa sana. Lakini Mungu sio Rashidi. Mbele ya Tumaini aliona mwanga mweupe ukiambaa. Mwanga huu ulikuwa unaonekana hafifu sana, lakini ulimpa Tumaini matumaini mengine ya kujua anapotakiwa kuelekea. Hakujali kutokuwa na nguo, akasogea mbele kutafuta msaada. Alitembea sana bila kukutana na mwanga huo ukiwa halisi. Kila alipojaribu kusonga mbele, mwanga nao ulikuwa unasonga mbele. Matusi yalimporomoka Tumaini. Alitukana jinamizi hilo ambalo lilikuwa likimpoteza na alianza kuikata hali hiyo. Binti, pita huku. Ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa ikitoka kwenye giza, na mara baada ya Tumaini kusimama, sauti hiyo ikamwacha Tumaini. Akaangaza mawimbi ya sauti hiyo imetokea wapi, lakini hakukuwa na mtu. Alisikia sauti tu, tena sauti ya kikongwe ambaye bila shaka amefikia tamati ya kupata mauti. Jambo hili lilimpa ujasiri Tumaini wa kutambua macho yake kuangaza ni nani anamuonyesha njia. Na njia ilionyeshwa basi iko wapi, lakini hakuona chochote. Tumaini alibaki kukodoa macho yake tu, hakuambulia kitu. Wapuuzi nyie, sasa mjitokeze. Aliongea kwa ujasiri Tumaini, lakini hakujibiwa na mtu yoyote. Cha kushangaza, mbele yake aliona ule mwanga uliokuwa unaufukuzia upo karibu yake. Alihamaki mno. Ulikuwa sio mwanga ambao unatokana na nishati, hapana, bali ulikuwa ni mwanga wa watu waliovalia mashuka meupe. Walikuwa wengi sana kiasi kwamba hakujua ni wapi wameanzia na wapi wameishia. Wote walikuwa wanachezesha vichwa vyao kuongelea lugha ambayo haikuwa inaeleweka. Tumaini alihisi huzuni sana, na huzuni hii ilimkaba. Hakuelewa kile kilichokuwa kinaendelea. Alijaribu kuwasogelea watu wale waliovalia mashuka meupe, lakini kila alipojaribu kuwasogelea walionekana kujiweka mbali zaidi. Hali hiyo ilizidi kumchanganya na kumtisha sana. Mara moja sauti ile ile ya kikongo ilisikika ikisema tena, binti, pita huku. Tumaini akaamua kuifuata sauti hiyo bila kujali hofu yake. Alihisi sauti hiyo inawezekana kuwa ni tumaini pekee la mwisho kutoka katika jinamizi hilo. Alitembea kwa muda mrefu akifuata sauti hiyo hadi alipokutana na mlango mdogo uliokuwa umefungwa nusu. Akausukuma kwa nguvu zake zote na kufanikiwa kuingia ndani. Na ndani ya chumba hicho kidogo alikuta kikongwe mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha miti. Karibu binti yangu. Kikongwe huyo aliongea kwa sauti ya upole na kisha akamwambia tena, usiogope, hapa ni mahali salama. Tumaini hakuamini macho yake. Alijikuta akilia kwa furaha na uchungu kwa wakati mmoja. Kikongwe huyo alimkaribisha kwa mikono miwili na kumkumbatia kwa upendo. Tumaini alihisi kama mzigo mzito umeondoka katika mabega yake, na kisha akajikuta akiuliza, kwani ni nini kinachoendelea hapa? Subiri kidogo, nitakueleza kila kitu. Kikongwe yule alijibu kwa sauti ambayo ilikuwa ni ya faraja kidogo, lakini Tumaini bado alikuwa katika bumbuazi. Hapakuwa na umbali mkubwa kutoka sehemu ambayo umati huo umeanzia. Ilikuwa ni idadi kama ya watu 7 au 8 tu. Akazipiga hatua Tumaini, tena alizipiga bila wasiwasi wowote ule. Bado alikuwa na shauku ya kutaka kujua ni wakina nani hao waliovalia nguo nyeupe na mahali gani wapo. Kaka samani. Alimgusa mmoja wa watu waliokuwa mbele yake. Alikuwa amejifunika shuka kuanzia kichwani mpaka miguuni. Baada ya kumgusa na kumwangalia mtu yule, aliacha kutikisa kichwa kama walivyofanya wenzake. Mtu yule aliacha na alikuwa kimya.
Alitulia tuli kama maji ya mtungini. Aliwaacha tu wenzake waendelee kutingisha vichwa vyao kutoka kulia kwenda kushoto na kushoto kurudi kulia, huku wakiendelea kutoka na maneno ya ajabu ambayo hayakuwa na lugha alikuwa akifahamu Tumaini. Kutulia kwa mtu yule alimgusa bila kusema lolote kulimpa shaka Tumaini. Akakumbuka kuwa bado yuko uchi wa mnyama. Hakuwa amevaa kitu chochote kile. Akatumia fursa hiyo kujistiri kwa mikono. Akaficha maungo yake ya siri kabla kaka yule alimshtua kugeuka. Baada ya kuona kaka yule hakuna anachofanya zaidi ya kutulia tu, Tumaini alitumia tena fursa ile ya kumzunguka ili wakutane uso kwa uso. Tumaini alijua watu hao wapo katika ibada na si rahisi kugeuka kama alivyodhani, hivyo akaamua kumjongelea kwa mbele akiwa bado ameshikilia nyeti zake kwa mkono wa kushoto na chuchu zake kwa mkono wa kulia. "Eti, samahani." Alimshtua tena yule mtu ambaye bado alikuwa kimya tu. Kipindi hicho mtu yule tayari alikuwa ameshaacha kutikisa, aliendelea kutulia tu. Kwa kuwa Tumaini alikuwa mfupi na mtu alimshtua alikuwa mrefu kumzidi kiasi cha kutoweza kumuona vizuri usoni, Tumaini aliamua sasa kuachana na yule mtu wa kwanza na kumshtua mtu mwingine mbele yake ili apate msaada wa haraka. Akafanya hivyo, lakini bado shida ilibaki pale pale, wala haikubadilisha majira. Mtu yule pia alitulia tu, na kwa vile yule alikuwa ni mfupi, Tumaini alipata nafasi ya kusogelea upande wa uso na kumtazama kama anaweza kupata msaada, lakini naye alikuwa kama mwanzoni kabisa. Alijifunika shuka hilo jeupe karibu mwili mzima mpaka kichwani, naye baada ya kuguswa alitulia tu. Aliacha kuzungusha mwili wake na kichwa chake na kutulia tuli kama wa mwanzo na kuacha wenzake wakiendelea na zoezi hilo, na walikuwa wengi sana watu wale. "Bibi!" Hili lilikuwa ni yoe la Tumaini mara baada ya kugundua kuwa mtu huyo alikuwa mbele yake hana muonekano ambao aliutarajia. Tumaini alikutana na mtu ambaye hana sura. Upande ambao macho, pua na mdomo kulikuwa hakuna chochote kile, ni giza tu. Kulikuwa na giza usoni mwa yule mtu. Ni nguo ile nyeupe tu ndio iliyomuonyesha kama kiumbe cha kawaida, lakini la hasha, hakuwa mtu kabisa. Alikuwa ni kiumbe cha ajabu ambacho hakina sura bali giza. Kitendo hicho kilimfanya Tumaini kusahau kama yuko uchi tena. Alitoa mikono yake katika kuficha nyeti zake na kutumia mikono hiyo kuwapangua watu wale wote waliovaa mashuka. Na kila alimgusa na kumpangua ili ampite alikuwa na ganda, yani anaacha kutikisa kichwa na mwili kama alivyokuwa anafanya na kutulia tu kama sanamu. Wote walikuwa wana hali moja, wakaacha na hata ile hali ya kuongea lugha za ajabu. Hali hii ilimwogopesha sana Tumaini. Tumaini alikuwa mbio sana huku akaendelea kupiga yoe kwa kumuita bibi yake mdomoni mwake. Sikumbuki kama Tumaini alifika mbele ya watu wale, kwani walikuwa ni wengi sana na hawana mwisho. Tumaini alinyong'onyea kwa kukosa nguvu na kujikuta anaangukia katikati ya watu wale wa ajabu. Tumaini alijua kuwa ule ulikuwa ndo mwisho wake mahali pale. Alikuwa amechoka sana na kuendelea kupumua kama mbwa baada ya kupata kitoweo kilichomtoa jasho. Alikuwa anatoa machozi mengi sana Tumaini. Tumaini aliendelea kuhema na kulilia uwepo bibi yake ambaye alikuwa anamtegemea kwa muda mrefu sana. Kilio chake kizito kilifanya umati ule wote kuacha zoezi lile la kutikisa vichwa vya miili yao, na sasa wote walitulia. Wote walitulia wima bila chembe ya sauti wala mitikisiko. Kuacha kwao kitendo hicho kulifanya sauti ya Tumaini kusikika kila kona ya mahali pale, na hapa kuchukua muda mrefu. Umati ule ulianza kujitawanya kuanzia sehemu ambayo Tumaini aliangukia. Walisogea na kuacha duara kubwa mno huku wakiwa kama wamemzunguka Tumaini. Kusogea kwao kulimfanya Tumaini kunyamaza. Aliacha kulia. Tumaini akaona kuwa watu wale wamesogea na kusimama mbali na yeye. Sasa alipokuwa Tumaini kulikuwa na duara ambayo katikati yake alikuwepo yeye tu. Sijui alipata wapi nguvu Tumaini. Alinyanyuka mahali pale na kusimama wima. Alisimama bila kuambiwa na mtu yote yule. Alionekana na shinikizo kufanya kitendo kile alikuwa anafanya bila kupenda. Alinyanyuka na kusimama wima. Kilio chake kilikata ghafla, na baada ya hapo akafumba macho yake na kisha kukunja ngumi mikono yake yote miwili ikiwa imening'inia chini karibu na kiuno chake. Alikuwa anafanyishwa hivyo. Tumaini ilionekana dhahiri shairi kuwa matendo hayo alikuwa anafanya kinyume na ridhaa yake. Alifanya tu na bado Tumaini alikuwa uchi. Baada ya muda mchache mwanga mweupe ukaongezeka mahali pale. Kusini mwa duara lile kukatengenezeka njia ambayo ilikuwa iking'ara sana, hasa kwa mwanamke ambaye alikuwa anapita. Alipita mwanamke ambaye bila shaka ndiye ambaye alikuwa ni mkuu wa umati ule. Alipita hadi kumfikia Tumaini. Alianza kwa kumzunguka tu. Alimzunguka Tumaini kwa takriban dakika 5. Tumaini alikuwa amefumba macho
mwili ukiwa wima kuelekea kusini mwa duara lile. Alikuwa hajielewi, kwa maana hata kushtushwa na ujio wa mwanamke yule alikuwa akiendelea kumzunguka. Karibu sana kiongozi wetu Matuni, tumekusubiri kwa muda sana kiongozi wetu. Maneno hayo yalimtoka mwanamama yule wa rika la kumwendea Tumaini, ambaye baada ya kusikia maneno hayo akazinduka, akafumbua macho Tumaini na kutazama. Mbele yake alisimama mwanamama mwenye mapembe mawili makubwa kichwani. Alikuwa na masikio makubwa mno. Mwanamke huyo alikuwa anatisha kiukweli. Yote yalionekana katika mwanga ule mweupe. Matuni, tuni yako ipo salama kabisa. Tunategemea utakuwa kiongozi bora hapo baadaye. Yule mama mwenye mapembe aliendelea kuongea peke yake, akiwa bado anaangalia na Tumaini. Tumaini ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Matuni kwa yule mwanamama. Tumaini hakuongea chochote kile, bado alikuwa amefumbua macho yake na bado mikono yake ilikuwa imekunja ngumi zilizobana vizuri kiuno chake. Tumaini alionekana akitikisa kichwa kuashiria hayupo tayari kwa maneno ya yule mama. Alitikisa kichwa kutoka kulia kwenda kushoto pole pole akikataa. Tumaini alikuwa akikataa. Mama, usitake kumaanisha kuwa hauko tayari. Ni bora ukubali mwenyewe kuliko Tuni kulazimishe. Tunajua una nguvu sana Matuni, lakini fanya kukubali mama. Usitake kushindana na Tuni mama. Yule mama alionekana kumbembeleza Tumaini, lakini bado Tumaini aliendelea kutikisa kichwa chake bila kuacha, akimaanisha kwamba hakuwa tayari. Kitendo hicho kikamfanya mama yule kukosa amani. Akaangalia kushoto na kulia na kurudisha macho kwa Tumaini. Ishara hiyo ikafanya ule umati uanze tena kutikisa vichwa vyao kutoka kushoto kwenda kulia. Wote walifanya kwa umoja na sasa walikuwa wanaunguruma kama wanyama tofauti tofauti mtuni. Tumaini alifumba macho yake na kuvimba kidogo, akatanua kifua chake na kuanza kukoroma kama simba. Kitendo hicho kikafanya umati ule utulie na kuacha vitendo vile walivyokuwa wanavifanya. Ghafla tu walijikuta wametulia wote. Tumaini akaendelea kukoroma kwa sauti yake ambayo ilikuwa ni kali na nzito kiasi cha kuumiza masikio ya yule mama aliyekuwa na mapembe. Mama yule alitumia nguvu zake kumtoa Tumaini mahali pale. Alijua Tumaini akipandisha hasira zake mahali pale, basi ataumiza watu wengi sana. Kimazingara akamzimisha Tumaini na kumrudisha kule alipokuwa ametoka. Yule mama alikuwa ni zaidi ya mchawi. Tumaini hakufua dafu kwa wakati ule, akapotea Tumaini kutokana na nguvu za yule mama. Ndani ya nyumba ya bibi Tumaini alikuwa Tumaini kitandani. Tumaini ambaye alionekana yupo katika usingizi mzito sana. Alikuwa anaota. Alikuwa katika mahangaiko makubwa mno. Alikuwa anacheza tu katika kitanda cha kamba kiasi cha kutikisa kitanda hicho sana. Sauti za mihemo za kelele za kitanda hicho zilifanya chumba kizima kizizime kwa fujo. Tumaini alikuwa anahangaika kitandani hapo. Alikuwa kama mtu ambaye anapigishwa degedege hivi. Mikono, miguu na kifua chake vilikuwa vinatetemeka mno. Alikuwa kama anajilazimisha kuamka. Na baada ya muda mfupi akaamka kutoka katika zimu lile la usingizi mzito. Usingizi aliopigana nao kwa muda mrefu sana. Kuamka kwake kulifanya akae kitako kitandani hapo, huku akisubiri kasi ya mapigo ya moyo wake ipungue. Tumaini alikuwa anavuja jasho haswa. Ndoto gani hizi jamani? Alilalama Tumaini huku akijikagua mwili wake. Akakumbuka kwamba kwenye ndoto alikuwa uchi. Kumbe ni ndoto. Tumaini alijipa moyo baada ya kujiona mwili wake umefunikwa na kanga, na kabla hajatoka kitandani hapo alivuta taswira ambayo ilimtokea tena katika ndoto. Akakumbuka kuwa kuna muda aliagwa na bibi yake na kupotea katika mazingira ya ajabu sana. Ina maana mambo yote haya yalitokea katika hali ya ndoto, lakini Tumaini hakutaka kukubaliana na hilo. Alitaka kwenda kuhakikisha chumbani kwa bibi yake na kulala kama atamkuta ama hatamkuta. Alishuka katika kitanda hicho cha kamba na kunyanyuka. Akapikisha macho yake na kujifunga vizuri kanga yake, lakini kabla hajasogeza mguu akagundua kuwa yupo ndani ya chumba cha bibi yake. Tumaini alilala katika chumba cha bibi yake na akajikuta akishangaa sana. Nimefikaje chumbani kwa bibi mimi wakati nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa katika hii kona? Tumaini alijisemea mara baada ya kutoka hadi sehemu ambayo fikra zake zilimtuma. Ndio ilikuwa ni sehemu ya mwisho yeye kuwepo. Alipotaka kuruhusu mawazo ya kumwaza bibi yake, kichwa kilimuuma sana. Mbio zilimpeleka mpaka chumbani kwake na moja kwa moja akaingia mpaka ndani. Tumaini aliingia kikohoa mara baada ya kuona moshi na mwandama.
chumba kizima kilikuwa na moshi. Wakati anaendelea kuhangaika kuweka sawa pumzi na macho yake, alikuja kuamaki tena chumba chake kilikuwa na maji yaliyotanda chumba kizima kama bwawa. Tumaini aliweuka kiukweli, alikuwa kama chizi. Alihisi ndoto ile ya usiku bado ilikuwa inaendelea na hajaamka. Nini hiki tena? Tumaini hakuacha kushangaa. Alipiga hatua na kanga yake na kutoka hadi nje. Ni bora hata ya ndani kulikuwa na maajabu yaliyovumilika, lakini sio hali ambayo Tumaini alikutana nayo nje. Kulikuwa na jambo lingine zito sana. Tumaini alikuta watu wengi sana nje. Alikuta watu wengi wakilia. Walikuwa wanalilia msiba. Alishangaa akiwa na kanga yake mlangoni na aliwatazama watu wale waliokuwa busy kulia na kuendelea kufanya shughuli ambazo zilikuwa zikifanana na mazishi. Bibi Sembe, Bibi Tumaini, bibi wa mtaa, kiongozi wetu jamani. Mbona mapema hivi bibi? Umeondoka mapema ili mtese mjukuu wako? Jamani, amebaki na nani Tumaini? Hiyo ilikuwa ni sauti ya kilio cha jirani mmoja ambaye alithibitisha kifo cha bibi yake Tumaini. Tumaini alishindwa kufanya jambo lingine lolote. Alibaki mlangoni tu akiwashangaa na kijiji wale walioshikwa na uchungu wa msiba ambao yeye mhusika hakuwa anaujua. Aliwatazama sana watu wale na alijikuta akibaki kuwahurumia tu. Bibi Tumaini ambaye alikuwa maarufu sana kwa jina la Bibi Sembe, jina ambalo alilipata kutokana na historia yake mtaani hapo, alikuwa na tabia kwenda kuomba unga kwa majirani zake katika kila nyumba. Leo akienda kwa Bibi Semeni, kesho kwa Bibi Ndaku, siku iliyofuata ingekuwa ni kwa Mama Juma na kadhalika binti Charuka. Alikuwa omba Bibi Tumaini na ni unga tu utokana na mahindi maarufu kwa Sembe ndio alikuwa akipita kuomba bibi huyo. Jina hilo alilitumia hadi katika shughuli zake za kishirikina, na historia hiyo ya kupita kuomba unga wa Sembe alikuwa nao toka uchangani hadi kuzeeka kwake, na sasa ulikuwa mwisho wake na watu walikuwa wakimlilia Bibi Sembe. Kutokana na aibu ya kutokuvaa nguo zenye maadili, Tumaini akarudi ndani. Lengo ilikuwa ni kutafuta nguo nzuri ambayo itamstitiri kwa mazuri. Kama kawaida mabinti wenye rika lake na Tumaini, rika ambalo ndo kwanza wanaanza kushuhudia upembuzi wa binadamu unavyotokea, rika ambalo ukikosea hatua moja wapo ambao wanaanguka katika dhambi ya kukubali kila mwanaume, rika chafu na isilokuwa na uvumilivu wa kufika uzee, rika maarufu kwa jina la balehe. Tumaini alirudi ndani na kuvaa vizuri. Alirudi ndani lakini alikosa nguo ya kuvaa. Akaamua kutoka tena na kanga yake. Kurudi kwake ndani kulikuwa kama ni kosa kwa Tumaini, kwani hakuna alichokikuta nje baada ya kutoka tena. Hakuwaona tena wale watu ambao walikuwa wanalia msiba bibi yake. Tumaini akarudi tena ndani ili atoke nje kushuhudia kama aliyoona mwanzo atatokea tena au la, lakini hola, aliweweseka Tumaini. Hakuwahi kuiona maajabu hayo toka azaliwe. Huu mtaa umejaa wachawi wengi sana. Yaani huu mtaa una wachawi jamani. Tumaini aliishia kulishwa sumu na bibi yake toka akiwa mdogo. Alikuwa ngangali mno kwenye imani. Aliaminishwa katika uchawi. Akafanya zoezi la kurudi katika kile chumba chake ambacho mwanzo kulikuwa na moshi na maji mengi. Nako alikuta hali si salama. Hakuna moshi wala yale maji. Chumba kilikuwa kisafi sana na kila kitu kilikaa kwenye mstari. Tumaini akacheka mpaka kufa. Alicheka sana kwa kweli. Hakujua mustakabali wa maisha yake yanayoendelea. Hakujua kama tayari amekabidhiwa tuni na bibi yake. Hakujua kama yeye ndio kiongozi mkubwa wa wachawi anayefuata, na hakujua hilo Tumaini. Alichojua yeye ilikuwa ni kucheka tu. Alicheka kwa malulu yanayoendelea kumkuta. Tumaini alicheka sana. Bibi ametoweka. Sawa. Ndani kwangu mara maji yanajaa. Sawa. Niliwacha watu hapa wanalia msiba eti sekundi hii hawapo. Sawa. Alibaki kuegemea katika mlango mbovu wa nyumba hiyo, lakini ghafla masikio yake yakacheza. Ngoma. Neno hilo likaja kichwani mwake. Akataka alitapike. Alisikia kuna mlio wa ngoma maeneo ya jirani. Wako wapi huko? Alijibu mwenyewe. Tumaini alikuwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa hivi. Matukio kadhaa yalikuwa yanapita bila mpangilio, mengine ya kustaajabisha, lakini ilikuwa anachukulia poa tu. Na huyu ndo Bibi Sembe aliyemfundisha kutokuogopa kitu chochote kile. Oi, semeni. Lilimtoka yowe liloambatana na jina la mtu. Mbio zikamtoka bila kuangalia nguo aliyokuwa amevaa. Alikimbia hadi sehemu ambayo ngoma hiyo ilikuwa inapigwa. Akaweka kituo. Naam. Tumaini alikuta umati mkubwa sana.
Wote walikuwa wakizunguka kitu katikati, walikuwa wanaangalia kitu. Alisogea hadi kufanikiwa kuvuka mbele kabisa. Tumaini alishuhudia alichokuwa kikiamini, alichokuwa kikihisi mwanzo kilikuwa kimetokea kweli. Nilijua tu, alijisemea kimoyomoyo mara baada ya kuona ugomvi wake. Semeni alikuwa naozwa bila kutarajia na aliyekuwa bibi yake. Ukimzungumzia swala la ugomvi kutoisha, basi zungumzia kuhusu Tumaini na Semeni. Hawajawahi kupendana hata kidogo. Damu zao ziligeuka kila mmoja upande wake, huku Tumaini magharibi na Semeni akiwa mashariki. Walichukiana toka wakiwa watoto wadogo bila sababu, yani chuki tu. Bila shaka Bisembe alifanya yake pia. Alisonya Tumaini na kurudi alikotoka. Moyoni alijutia kwa nini alikimbilia tukio kama hilo na kuacha kufanya mambo mengine ya msingi. Alijipenyeza na kutoka sehemu ile, akaishika njia na taratibu akarudi kwake. Hivi Bisembe, ulinizaa iliwaje jamani? Tumaini alijikuta anajiuliza maswali kadhaa kana kwamba yuko na bibi yake njiani. Alikuwa na mlaumu bibi yake sababu ya kumzaa, maana haoni cha maana alichokuwa nakifanya toka jitambue. Mdogo alivuta nguo yake isimporomoke kwani hakuifunga, alishikilia tu. Tumaini alikuwa na mambo jamani. Alionekana dawa za bibi yake bado hazijamtoka kichwani, ndo kwanza zilikuwa zinampa mawenge. Tuma. Ilikuwa sauti ya kiume ikisikika, ikafanya Tumaini asimame na kutabasamu. Alitabasamu bila kuangalia alikuwa akimuita. Alijua tayari anacheza na uchawi. Alijua Tumaini nani anamuita. Tuma, ndo nini hiki sasa? Alihoji yule alikuwa anamuita. Oh, Bosco, kwani nimefanyaje? Tumaini alivuta kanga yake na kuivaa vizuri sasa. Alisonga na kuanzia kiunoni hadi kifuani kwake, na kisha yule kijana akamwambia, "Hivi toka lini umeanza kutoka hivi nje Tuma?" Aliuliza Bosco baada ya kushangazwa na mvao wa ajabu Tumaini. Bosco bwana, usiongelee hilo bwana, vipi kwema?" Tumaini alipotezea na alionekana yuko na mambo mengi sana. Kinyume na alivyokuwa kila siku, sijui alilishwa nini Tumaini. Kiukweli alionekana kuwa na mambo mengi sana. "Kwema wapi bwana? Pole." "Umeanza sasa." Tumaini alizungumza akimshangaa Bosco. Alijikuta akitaka kucheka kwa kupewa pole. Wewe vipi leo Tumaini?" Aliboreka Bosco na kuanza kukasirika. Aliona Tumaini yupo kwenye matani. Mimi nakucheka wewe na ninakushangaa. Asa pole ya nini?" Aliuliza Tumaini sababu ya kucheka na alijibu hivyo. "Pole kwa msiba wa bibi." Bosco alimalizia pole yake. "Bibi?" aliuliza Tumaini. Alionyesha taarifa hizo zilikuwa ni ngeni kabisa masikioni mwake. Alikaa kimya kwa dakika bila kutikisika. Kisha akaonekana kutafuta kitu kando ya miti iliyopo mbele yake. Hakujibu kitu chochote Tumaini. Alijikuta akianguka chini. Tuma wewe." Bosco alimkimbilia Tumaini alipoanguka pale chini. Alidhani alianguka kwa Tumaini kutokana na mshtuko wa taarifa ambayo Bosco alimpa. Alijua fika Tumaini alimpenda sana bibi yake kuliko mtu mwingine yote yule. Jamani mpenzi. Alilalama kwa masikitiko Bosco, huku akikusanya kanga Tumaini iliyojimwaga pembeni ya mwili. Hakuwa amevaa kitu kingine ndani Tumaini. Alimwacha Bosco msala wa aibu na kushindwa kutazama alichokuwa nakiona. Tumaini ni msichana pekee ambaye amelelewa na bibi yake tu kutokana na fununu za hapa na pale. Inasemekana kuwa wazazi wa Tumaini wote wawili walishafariki muda sasa. Atina Tumaini mwenyewe hakushuhudia vifo vya wazazi wake, na hii ndio sababu yeye kuchanganya majina ya mama na baba. Majina yote hayo alimuita bibi yake ambaye ndiye humuona kila kukicha. Tumaini kitu hakuwahi kumuona bibi yake Bisembe akijishughulisha nacho ilikuwa ni kilimo, lakini walikula. Hawakufanya kazi wala hakuwa mfanyakazi wa kanisa, lakini walisali. Hakuwa na akili darasani, lakini aliongoza wanakijiji wenzake wote, na wote walisalimu amri kutoka kwa bibi Tumaini. Yote aliongoza katika kuamini uchawi. Bisembe alikuwa mchawi wa aina yake, na sasa ameshamkabidhi Tumaini kushika nyadhifa zake zote. Tumaini yule tunamjua sisi kama Tumaini au Tuma, si yeye tena. Kwa sasa ni Matuni. Ita kwa jina kubwa, Matuni. Alimkokota Tumaini na nguo mpaka nyumbani kwake, nyumbani kwa bibi Sembe, nyumba ambayo hata Tumaini tu bado haijamkalia sawa. Nyumba hiyo ndo kwanza ilimkaribisha Tumaini katika uchawi. Bosco akamwaga Tumaini karibu na mlango wa nyumba yao, akiwa na mawazo mengi kipi cha kufanya kumzindoa Tumaini. Tumaini aliamka mwenyewe. Aliamka akiwa na tabasamu. "Tuma," aliita Bosco, lakini Tuma hakujibu chochote. "Da, pole sana. Nilikuja kukuona mpenzi wangu." "Usijali," alicheka tena Tumaini.
Bosco naye akatabasamu tu, maana hakuwa na la kufanya. Atahuzunika vipi wakati mwenye msiba mwenyewe hana habari wala huzuni? Bosco aliita Tumaini akimwangalia Bosco kwa huba la mahaba. Naona leo umeweka rekodi aliendelea Tumaini. Ya nini tena? Bosco aliuliza. Ya kuja hapa, katujue gusa nyumba hii. Aliendelea Tumaini huku akimsogelea Bosco kwa kanga yake ambayo ilikuwa inaning'inia na haikufungwa vizuri. Asabi mko naye, si unajua tena, mkali kama nini kwa binti yake. Oe, kwani mweko kugombeza kitu chochote kuhusu mimi? Hapana, hajawahi, niseme tu kweli hajawahi, ila nilikuwa namuogopa balaa. Kumbe basi kazi kwako. Sasa bi wangu, nafasi si ndio hiyo? Nafasi? Aliwaza Bosco kwa kutulia na hakuendelea. Leo tulale pamoja, aliongea Tumaini akiinua kidevu cha Bosco. No, hapana Tumaini, siwezi kabisa. Labda siku nyingine, ninakuahidi, labda siku nyingine. Alinyanyuka Bosco akutaka kabisa wazo la Tumaini kulala wote. Kuanzia lini? Hawajawahi? Sawa, alijibu Tumaini. Najua sababu, aliongea Tumaini. Tuma, unamjua mama yangu, lakini kwanza sijaaga kama nimetoka. Pili, hapendi kabisa kusikia nimekuja huku. Na kuahidi siku nyingine tutakuwa wote. Alizungumza tena Bosco. Nawe na mama yako sasa. Aya, niambie lini unakuja? Tumaini aliuliza. Yaani kweli uko serious na hilo swala? Mimi naogopa Tuma. Kwa hiyo hutaki? No, basi tufanye Jumatatu. Nikitoka shule na kupitia jamani, alinyanyuka Bosco. Okay, fanya Jumatatu njoo asubuhi. Nataka tuende wote shule. Alicheka Bosco na kisha akamwaga. Wewe huyu Tuma, uende shule. Wewe uliacha shule wewe. Nimekwambia hivi, Jumatatu njoo mapema unipitie. Alilazimisha Tumaini, na Tumaini alikuwa na takriban wiki nzima hajakanyaga shule, jambo ambalo lilifanya wengi kujua kwamba ameacha kusoma, na leo aliahidi kurudi tena shuleni. Tayari walikubaliana. Na Bosco alikwepa kishawishi kutoka kwa Tumaini na kuomba ruhusa ya kuwahi kwao. Alimkwepa Tumaini ambaye ni mfupi kwa kimo, rangi yake ni kama kale kajua kajioni kana kuwahi kutokea na kuwahi kutoweka. Ni mweupe wa asili Tumaini. Bosco alinyanyuka na mawazo kede. Kauli za Tumaini zilimchanganya Bosco, na katu hakuwahi kusikia kutoka kwa Tumaini suala la kulala naye pamoja. Lakini pia alishangaa Tumaini hana mawazo kabisa kuhusu bibi yake. Hii ilimshangaza mno Bosco. Akashika chochoro na kwenda kwao. Tumaini naye alijikokota hadi ndani. Alikuwa na hali tofauti mno. Hakuwa na njaa, ila alijiona na hali mahututi sana. Mwili wake ulikuwa na washawasha wa mapenzi. Alipata hamu ghafla. Mwili ulimpelekesha hadi kitandani, akajitupa kwa uchovu. Kanga alivaa ilishavuliwa mapema toka yupo mlangoni. Alikuwa uchi wa mnyama Tumaini. Raha ya ajabu ikamjia Tumaini. Alikuwa hajielewi kabisa yani. Alikuwa anafanya matendo nje na upeo wake. Tayari alishagawanya mikono wake katika majukumu tofauti. Mkono wa kulia ukiwa kinywani uliendelea kuchezea lipsi na meno na midomo ya kwake. Mkono wa kushoto moja kwa moja ulikuwa unapapasa sehemu ya maziwa yake iliyoanza kuchomoza kwa ustadi, na aliona haitoshi, tayari alishafika katika sehemu yake ya haja. Akapapasa na kuacha, na aliendelea hivyo hivyo hadi alipohisi kidole chake kimoja kipo ndani ya uke wake. Tumaini bado alitamani raha ile anayohisi isiache, na badala yake iendelee hadi majira yasiyojulikana. Mchezo kamnogea Tumaini. Hakuwahi kufanya hivyo katika maisha yake, lakini sasa akapata ujasiri wa kuingiza na kutoa kidole chake ukeni. Akawa mzoefu sasa. Akaongeza na kingine na vikawa viwili. Hakuhisi chochote zaidi ya majimaji yaliyompa raha ya aina yake. Toka lale kitandani Tumaini hakujaribu kufungua macho yake kuona uozo aliokuwa anaufanya. Alifanya hadi akachoka, na mwisho akakosa nguvu na kujikuta yupo katika usingizi mzito. Alilala usingizi mkubwa Tumaini. Zilisikika sauti za watu wakiimba na kuzunguka mti mmoja mkubwa sana. Walikuwa wakiimba kwa lugha ambayo haikueleweka kwa mara moja, na chini ya mti huo alikuwepo Tumaini alikuwa amelala fofofo. Waliendelea kumzunguka huku wakiimba nyimbo hizo za lugha ambayo haikuwa inaeleweka. Kulikuwa na baridi iliyopuliza mwanana kabisa kusindikiza usingizi wa Tumaini. Msafara wa waimbaji hao ulikuwa na yule mama mwenye mapembe. Alishika mti kama kawaida yake, na wote wakawa wamevalia kaniki zao kuanzia mabegani hadi katika kizingo cha miguu yao. Waliendelea kuimba hadi pale waliposimamishwa kwa ishara ya mkono.
yule mama mwenye mapembe alionyesha mkono kuwasimamisha na wote wakatulia kimya. Alitoa ishara ya kuomba kitu akapewa. Ilikuwa ni maji katika moja ya chombo cha mfano wa fula nazi. Akapuliza maji hayo kama mara 3 hivi na kisha akazungusha kwa mikono yake kama duara, yani aliyapeleka kuanzia mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, na kisha akafanya hivyo kwa kuanzia kusini kurudi hadi mashariki. Haikutosha kabisa. Tayari mama huyu alipitisha kitu hicho katika sehemu mbalimbali za mwili. Alianzia shingoni, akazungusha shingo nzima, akaja kiunoni, akazungusha kiuno kizima, na mwisho akaingiza katikati ya miguu yake miwili na kupokea tu ule upande wa nyuma ya makalio yake. Upambe wake bado walikuwa kimya. Waliacha hadi kuzunguka kutazama mkuu wao anafanya nini. Walisubiri agizo tu. Mama yule mwenye mapembe alimimina maji yake mkono wa kushoto na kumwaga alipolala Tumaini. Alifanya hivyo mara kadhaa hadi alipoona inatosha. Alipomaliza akampa mpambe wake mmoja fuo hilo lenye maji na kisha akaendelea kuimba. Alianzisha wimbo ambao mwanzo alikuwa amesitisha, na wote waliopo pale walitikia kuendelea kuimba nyimbo hiyo hiyo, na bado Tumaini alikuwa amelala tu wakati wote. Zoezi la kuimba lilisitishwa tena aliponyosha mkono kwa ishara kuwa waache kuimba. Wote walisimama wima. Waling'aa sana kwa unga wao waliopaka usoni na kaniki zao. Walikuwa kama watoto waliotoka kuogeshwa na kunyimwa chakula. Na kisha yule mama alizungumza tena. Matuni. Aliita yule mama mara moja, kisha kusikilizia kama mwitikio utafika katika sehemu sahihi, lakini kulikuwa kimya. Matuni. Aliita tena, lakini bado kulikuwa kimya. Kisha akaanza kuimba tena na kuita tena. Naam. Sasa hivi Tumaini alishtuka kutoka katika usingizi wake na kujikuta yupo katikati ya halaiki ya watu. Akainuka na kukaa kitako. Mwili wake ulikuwa si wake tena, kwa maana ulilegea kwa kukosa nguvu. Hakuonekana kutaka kuongea, badala yake alikuwa amezubaa tu. Yule mama alicheka na kufanya wengine wote walioko pale waanze kucheka. Hawakujua nini kimemchekesha mkubwa wao, lakini nao walicheka tu. Karibu tena katika Tuni Matuni, aliongea yule mama kana kwamba alikuwa anamkaribisha Tumaini katika koo yao. Mama huyo alikuwa na uso wa furaha licha ya kutisha kwa mapembe yake, lakini leo alimweza mapema Tumaini, alimdhibiti vilivyo kabisa. Matuni, wewe ni taifa letu sasa. Hakika umepokelewa kwa azma kubwa sana katika Tuni yetu. Bado una mafundisho machache tu ili uwe mtu kamili. Mkuu wa Tuni hadi kustafu kwako, hilo ndio lilikuwa ndoto bibi yako. Karibu sana Matuni. Alishia hapo yule mama na kuomba tena kifuu kile chenye maji, akamimina katika kiganja chake na kumwagia tena Tumaini. Tumaini hakuongea wala kuonyesha ushirikiano wowote ule. Alikuwa na yumba kutaka kudondoka ili asidondoke, lakini hakuna ambalo alikuwa analielewa katika sehemu ile. Mama yule akaanzisha tena nyimbo yake na kuanza tena kuzunguka. Wote walifanya kama ambavyo walifanya. Taratibu alizunguka mti huu ambao Tumaini alikuwa amekaa chini yake. Ulipofika mzunguko wa 3, Tumaini akasimama. Akasimama Tumaini bila kutegemea, na tayari alipiga hatua kuelekea pale walipo wenzake. Mdogo mdogo akajiunga nao, na polepole akaanza kuzunguka kama walivyokuwa wakifanya wenzake. Wote walikuwa nyuma ya mama yule mwenye mapembe, na Tumaini alikuwa wa mwisho. Tumaini peke yake ndo alikuwa hatoi sauti katika kuimba, ila alicheza na kuzunguka mti huo, na ulipofika mzunguko wa 5 wote wakatoweka, paka baki giza tu. Sehemu ile hapakuwa na mtu tena. Ndoto hii ilimtoa kitandani Tumaini. Ulikuwa ni usiku mnene sasa. Kelele za chura pekee ndizo ambazo zilikuwa zikisikika kuilinda nyumba. Miti na nyasi ndefu zipigazo kelele kwa upepo hazikufanya hivyo siku hii. Tumaini alishtuka akiwa kitandani huku giza likimmulikia. Alikuwa uchi wa mnyama akipapasa kutafuta kanga yake, akafanikiwa. Akataka kunyanyuka kutoka kitandani, lakini alihisi maumivu makali sehemu zake za siri. Oh, bibi, mbona unanitesa sana? Sijazoea mimi jamani, hebu njoo basi. Alilalama Tumaini akiwa peke yake, na kwa sasa kelele zile za chura zikaacha kabisa. Kijiji kizima cha Malindi kilikuwa kimya mno. Tumaini akapapasa kutafuta kiberiti awashe koroboi yake. Mzoefu wa shamba siku zote hujua hekari. Alikipata kiberiti, na kwa kuwa alishazoea nyumba nzima hakupata tabu kukiona. Akawasha koroboi yake na kujiongea kitandani. Akatoa kanga yake na kuirudisha chini. Sasa alikuwa mwenyewe na kibatari mkononi.
Hakutaka kuhema wala kupumua, ili mradi tu kibatari kisizime. Alikuwa makini na mwangalifu sana, na taratibu akasogeza mwanga wa kibatari katika sehemu yake ya siri. Alikutana na michirizi ya damu ambayo ilishakauka kitambo. Alikuwa na alama za damu Tumaini. Macho yake yakakodoa moja kwa moja katika nyeti zake. Akakutana na tobo kubwa kuliko lilokuwa nalo mwanzo. Nyama zilizokaza kila siku zililiacha taratibu na kusinyaa pembeni. Inaonekana ni athari ambazo amezipata baada ya kujichezea usiku kabla ya kulala. Aya, alishangaa Tumaini. Bado alikuwa hana elimu ya kibiolojia. Shule ndo hivyo, kidato cha pili, na tulishatangaza kuichoka. Aliacha kwenda kwa muda shuleni, na hivyo ni wazi hakuwa anajua nini kilikuwa kimetokea. Ndio, shule hii ndo ambayo alimwahidi Bosco kuwa ataenda tena. Labda aende sasa kuuliza kwa elimu hiyo na ishuhudie sehemu zake za siri jinsi zimekuwa. Hakukumbuka kabisa ndoto aliyoyota hivi punde. Yeye alidili na maumbile yake tu. Kwa hakika, Bibi Sembe hajafa, kazaliwa upya. Tumaini hana tofauti kabisa na bibi yake. Walifanana vichwa mpaka majina yao. Alipoona maswali anayojiuliza yanakosa majibu juu ya jambo lile, akaamua kuzima kibatari na kujitupa tena kitandani. Hakujali kulala tena uchi. Upepo ulikuwa karibu ulisambana kumpuliza tena Tumaini na kumrusha mbali mno kwenye ndoto. Aliingia tena Tumaini katika ndoto usiku ule ule, na hii ilikuwa ni ndoto ya mama, baba pamoja na mdogo wake ambao wote walikuwa ni marehemu. Kulikuwa na upepo mkali sana siku hii. Upepo ambao ulipeperusha vizuri miguu ya Tumaini bila ubishi. Jua lilikuwa kali kama kawaida. Hakukuwa na mtu mwingine sehemu ile zaidi ya Tumaini mwenyewe. Tumaini alikuwa katika jangwa, huku akiwa hajui wapi anaelekea na wapi anatokea. Tayari alishaonesha kuchosha na safari ile ya bila kujitambua. Baada upepo uliendelea kumsindikiza, kumuonyesha ukatili wa sehemu ya jangwa. Hakuna maji, hakuna chakula, ni joto, vumbi na kiu tu ndivyo ambavyo viliendelea kumuua taratibu Tumaini. Aliendelea kuburuta miguu yake isiwe hata na theluthi ya mfuniko. Hakuvaa kitu mguuni Tumaini. Alikuwa bado anahangaika. Hana ndala wala chombo cha kukinga vumbi lile lenye mashaka ndani yake. Bado aliendelea kukua vizingiti vya mchanga vilivyokuwepo sehemu hiyo. Safari bado iliendelea. Tumaini alionekana na mawazo mengi sana. Miguu yake ilichota mchanga uliokanyagwa na kurushwa kwa mbele. Tumaini alikauka kuanzia machozi, mate hadi meno. Mdomo wake ulikauka kwa njaa hadi kuanza kupasuka. Mwendo wake ulikuwa Matumaini kama jina lake. Alijikokota kusonga mbele. Umbali wa kama hatua 57 hivi aliona kitu. Mti? Hapana. Gogo? Hapana. Ni kipi ambacho Tumaini amekiona? Ilibidi asogee kupata msaada kwa kitu hicho, japo kimletea hata kivuli kwa jua lile. Jua liliwaka na kuchoma kwa pamoja. Japo alichoka, lakini alikaza miguu kufika pale ambapo alikusudia. Alimaliza hatua 50 tayari, zilibaki 7.5 kufikia sehemu ile, na macho yake yakawa yanakosa ushirikiano na miguu. Alijikuta anaanguka tena chini Tumaini kama mzigo hivi. Mwili wake ulikosa nguvu, na tayari aliamua kuburuzika na tumbo lake kufikia mahali pale, na akaweza. Hatimaye alifikia ndoto yake. Alifika pale alipokusudia. Pumzi yake ilitoka kwa shida sana. Mapigo ya moyo yalikuwa mtihani kusimama. Yalishindwa kuhimili mikiki na mateso, na moyo ulimwamini sana Tumaini. Tumaini ambaye alishakata tamaa. Alifika na kuegemea mahali pale palipo na kitu kama gogo hivi. Hakujishughulisha na kitu chochote kile zaidi ya kujivuta na kukaa kitako, japo kichwa tu kifaidi kivuli kile kichache. Alihema kwa mafanikio sasa Tumaini. Macho hayakuwa na nguvu kabisa. Kuna kitu kilitikisika pale alipo. Alijinua uso wake na kuangalia. Kilikuwa kibao. Kibao? Alijiuliza. Hakuangalia vizuri alipoegemea. Alijua ni gogo tu limechomekwa enzi za biashara ya watumwa, lakini sasa macho yake yalikutana na kibao. Kilijaa vumbi hata kisisomeke kilichoandikwa. Alijitahidi kuinua mkono wake wa kulia, japo kuweka sawa kibao hicho kilichokuwa kimelegea juu ya mti, kikiwa juu chini, chini juu. Akazungusha kibao kile huku shingo yake ikisaidia kichwa kuinua macho kusoma kilichoandikwa. Kish. Hakukuwa hata na nguvu ya kutoa sauti Tumaini. Akasindikiza mkono wake kufuta vizuri kibao hicho. Akili yake ilijawa na shauku ya kujua ni wapi alipo. Kishum.
Naam, sasa kibao hicho kilisomeka chote. Kiliandikwa Kishum kwa herufi kubwa kabisa, huku mbele ya maneno hayo kulikuwa na mshale ulioonyesha upande wa kusini. Kishum. Neno hili likajirudia katika kichwa cha Tumaini kama kuna siku au mtu alishawahi kumtamkia jina hili. Akawa mgumu sana kuwaza Tumaini, akapotezea baada ya kuona jambo hilo linamuumiza kichwa. Akakiacha kibao hicho kilichosimikwa na mti mgumu kilichoonekana kuwekwa miaka mingi sana iliyopita. Tumaini akarudia mkoa wake ule ule wa kuhifadhi kichwa kwenye kivuli ambacho kinapatikana kutokana na kibao hicho. Kichwani alikuwa na mambo mengi sana, yote yalikuwa yamejaa nusu ya kupotea mazima. Kila kitu alikuwa anakumbuka nusu tu. Njaa ikamfanya afumbe macho kabisa. Alifumba macho japo alirudisha wema kwa Mungu wake. Alifumba macho Tumaini. Kufumba macho kwa Tumaini kulileta tumaini jingine jipya. Tumaini alihisi msisimko wa kitu kama maji hivi kupita katika mfereji. Ndiyo, ilikuwa ni maji. Kulikuwa na mteremko wa maji kando tu na hapo alipokuwa ameketi Tumaini. Tumaini akafumbua macho ghafla. Maji. Alitoa neno hilo bila kipingamizi. Uchovu wote ukamwisha. Akaweza kunyanyuka ghafla bila kushurutishwa na mtu. Macho yake yote yalitazamana na mfereji huo wa maji. Hakuwa na uhakika wa usalama wa maji hayo. Yeye aliyafakamia tu, akanywa na mengine akajirushia mwili mzima. Mengine akawa anayachezea na kuyarusha kichwani mwake na kutelemkia mgongoni. Kwa raha hiyo alijikuta anafanya kosa la kufumba macho, kuruhusu mwemko na kupata nguvu tena. Akaema kwa nguvu na kushusha pumzi nzito. Kitu cha ajabu ni kuwa alipofumba macho alikutana na picha za watu wa ajabu. Akanogewa kutaka kujua ni wakina nani walikuwa wanakuja katika fikra yake. Akazimia katika fikra hiyo kwa makusudi ya kutaka kujua. Naam, akapata alichokitaka. Nadhani hiki ndicho alichokuwa nakitafuta. Si alitaka cha uvunguni? Aliinama Tumaini. Mbele ya macho yake kulikuwa na giza la ghafla. Alisikia sauti za watu zikipiga kelele kupindukia. Akili yake ikacheza na kujua sauti hizo ni pamoja na mwanamke wa rika, lakini pili ni mwanaume wa rika, na tatu alikuwa ni mtoto, tena mtoto mdogo kabisa. Wote walikuwa wanaonekana kwa uhafifu sana na kupiga kelele za kuomba msaada. Msaada! Msaada jamani! Wote walikuwa wanalia msaada kwa pamoja. Tumaini katu hakutoka katika fikra hizo. Bado alikuwa anajiuliza ni akina nani hawa na atapataje nafasi ya kuweza kuwasaidia. Ule mwanga mweusi ulipotea ghafla na kufika mwanga mwekundu. Ilikuwa ni rangi ya damu, na sasa alionafika sura za watu hawa ambao walikuwa wamejaa damu kupita maelezo. Wote walikuwa uchi wa mnyama, walikuwa wamejikumbata kwa pamoja na kuomba msaada. Tumaini aliona sura kwa ufasaha sasa, lakini alikuwa hana kumbukizi yoyote ile kichwani. Ilimpa shida sana hali ile, na watu wale walikuwa wanatisha sana sehemu walipo. Tumaini alianza kupiga hatua na kutaka kuwasaidia. Alikuja kusimama mara baada ya kuona watu watatu wamegeuka sura zao na kuwa ni watu wa ajabu sana. Walikuwa watu wenye matundu usoni na sehemu zao za masikio, midomoni na pua zao zilikuwa zinavuja damu tu. Hadi ule mtoto mdogo kabisa naye alikuwa hivyo hivyo. Tumaini sasa alianza kuogopa. Alianza kurudi nyuma, na mara baada ya watu hawa watatu kuanza kusogea karibu, huku wakinyoosha mikono yao kupokea msaada ambao Tumaini alitaka kuwapa mwanzo. Ni haki kwamba walikuwa wanatisha mno. Walitisha na kumsogelea Tumaini huku akiendelea kuomba msaada. Tumaini aliishiwa nguvu, akabaki kuganda pale alipo. Alishindwa kupiga hatua, hakuwa na sehemu ya kwenda. Mikono ya watu hao ilimsogelea Tumaini tena. Watu hao wote watatu walimfikia na kutaka kumshika kwa pamoja. Alipiga kelele kubwa sana Tumaini. Kelele hizo zilimtoa katika fikra ile ya ajabu, na alikuja kuzinduka yuko pale pale kwenye mfereji ule wa maji. Ajabu, mikononi mwa Tumaini kulikuwa kumejaa damu, tena damu nzito mno. Alihamaki mwilini mwake ambako mwili wote nao ulikuwa unavuja damu tu. Macho yake yakatua mpaka pale ambapo maji yalikuwa yanatiririka alipokuwa amefika mwanzo. Damu. Hili lilikuwa ni neno ambalo liligonga moja kwa moja kwenye mdomo wa Tumaini. Aliona damu pale kwenye mfereji badala ya maji, akapiga kelele kwa nguvu kubwa. Tumaini hakuwahi kuona jambo kama hilo katu. Alipiga kelele nyingi mno. Tumaini aliamka kutoka katika hiyo ndoto aliyokuwa akiota, na mwili mzima ulijawa na jasho. Alikuwa anatiririka na jasho jingi katika mwili wake Tumaini, na haraka haraka sasa
aliamka na kukaa kitako. Lakini katika hali isiyo ya kawaida, hakuna alichokuwa anakikumbuka katika ndoto hiyo. Ilikuwa ni maajabu. Tumaini aliamka akiwa na jasho, akiwa amechoka na hofu na woga, lakini hakukumbuka kitu chochote kile kilichotokea katika ndoto yake. Tumaini alisahau kila kitu. Naam, msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi zetu pendwa katika chaneli yetu ya Simulizi Zetu Media, tunaweka nukta katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu mpya kabisa ambayo tumepata kuianza na kwenda kwa jina la Nafsi ya Giza. Kumbuka hii ni sehemu ya kwanza kabisa na mambo bado ni ya moto, mambo bado ni mazuri. Tuko na maswali mengi na mambo mengi ambayo tunatamani kuyafahamu. Basi nikusihi kuendelea kuikumbatia Simulizi Zetu Media. Subscribe channel yetu, like, lakini pia comment, bila kusahau kushare. Na kwa wewe ambaye utatamani kuzungumza na mwandishi wetu, basi nambari yake ya simu ni 0672 49 39 94 na namba yake nyingine ni 0767 75 85 90. Mwandishi wetu anafahamika kwa jina la Xavier Luoga. Nilikusomea simulizi hii, jina langu naitwa Tutu. Nikukaribisha tena katika sehemu ya pili ya simulizi hii ambayo itakujia hivi punde.